Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba ameridhia ombi la kuanzishwa na kujengwa kwa benki ya wachimbaji wadogo wa madini ndani ya mkoa wa Geita, ikiwa ni sehemu ya kutatua changamoto ya upatikanaji wa mitaji kwa wachimbaji hao wa madini ambayo wamekuwa wakikumbana nayo. Akizungumza na wachimbaji hao wadogo wa madini kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Geita, Tutuba amesema amepokea ombi la wachimbaji hao wa madini na kusema ili kuanzishwa kwa benki hiyo wanatakiwa kuwa na kianzio cha mtaji cha shilingi bilioni 20, hali ambayo itapelekea kupatiwa leseni kwa ajili ya uwekezaji huo. Na nimepokea ombi la kuhusu ucheleweshaji wa baadhi ya malipo. Nilipokea, tunaendelea kuifanyia kazi ili tuhakikishe tunakuwa na mfumo wa kielektroniki utakaobainisha kila mchimbaji pindi anapofikisha mzigo wake. Kama tutakuwa na ule mfumo, ina maana utakuwa una mzigo unaonekana amefikisha kiasi gani. Wale kwenye refinery tumeshakubaliana nao waongeze kasi, wawe napokea mzigo ule na kufanyia pimaji, ili baada ya matokeo yale ya kufanya safe kutoka tuwe na utaratibu utakaowezesha malipo yapatikane ndani ya muda mfupi kwa kadri itakavyowezekana. Kwa hili imechukua, lakini akina Dr. Ana Limo pale walishawasilisha na tunaendelea kulifanyia kazi. Ni shukuru kwa kuja na wazo hili, na kama nilivyowasilisha Mheshimiwa Rais wa FEMATA kwamba benki nyingine inawezekana zinakuwa na products ambazo hazikidhi mahitaji, tumesema hazifanani na shughuli za wachimbaji. Kwa hiyo kwenye uanzishaji wa benki kama Benki Kuu tumepewa dhamana ya kutoa leseni, kusimamia uendeshaji na kuweka mfumo wa usimamizi wa mabenki ili kuhakikisha kwamba fedha za wale walioweka kwenye ile benki zitakuwa salama. Sasa kuna makundi mbalimbali ya benki. Sasa hivi tuna makundi manne ambapo na benki tunaita benki za maendeleo ambazo mtaji wake ni shilingi bilioni 200, na zile bilioni 200 bosi wao wanakuwa na advantage, wana products nyingi wanazoweza kutoa, na kwenye eneo hilo inawezekana hata nyie mkaja baadaye mtakuwa, lakini hiyo sababu bilioni 200 kusanya wakati zinaweza kuwa nyingi, basi unaweza hata ukaenda kwenye kundi la pili la benki za biashara. Na benki ikiwa benki ya biashara, maana yake kwa sasa kiwango cha chini cha mtaji benki itakuwa ni bilioni 15, shilingi za Tanzania bilioni 15. Kwa hiyo nadhani kwa wadau mkikusanyika hapa, sina shaka kwamba hizo mnaweza mkachangia zikapatikana. Na sasa kama ukiweza ku raise hiyo bilioni 15, hiyo itakuwa ni mtaji kiwango cha chini cha mtaji, lakini huwa lazima uwe na fedha nyingine za kuendeshea, sababu lazima uwe na ofisi, uwe na mifumo ya uendeshaji, utanunua pale labda baadhi ya vitendea kazi, utakuwa na viti kwenye ofisi. Kwa hiyo unaweza kukuta wakati mwingine kikusanya hata kama bilioni 20, tunaweza tukawapa leseni kaanza kufanya shughuli hizo. Wakati tunafanya zile shughuli kishakuwa na hiyo mtaji, unatakiwa sasa utengeneze naita ni kama mpango wa uendeshaji wa benki. Mara nyingi tunapenda ule mpango wa miaka 4 ili kuwezesha kuwa na maono ya namna utakavyosimamia uendeshaji wa benki kama shirikisho, lakini kama wadau. Na ushauri huo nisiwe mchoyo wa fadhila. Tulikaa na ndugu yangu Baraka Ezekieli, Kaniki na wadau wengine kama 20 miaka iliyopita 3-4, tukawa na wazo la kuanzisha benki ya wachimbaji madini Tanzania. Lakini benki ile tulivyotaka kuianzisha, tukafika mahala fulani tukaona kwamba benki ile sasa inaenda kufanana na benki hizi. Kwa hakuna sababu ya kuanzisha benki ambayo inafanana na benki ambazo zilikuwa hazina uwezo wa kutukopesha. Kiukweli nilisita kidogo kama mkuu wa taasisi, lakini pia baadaye na baadhi ya watu waliokuwemo mle na wao wakasema hapana, tutafute mbinu ya kuanzisha benki inayefanana na wachimbaji. Benki ambayo inaweza kumkopesha mchimbaji kwa mazingira yake,
benki ambayo inaweza kutunza dhahabu ya mchimbaji, kwa sababu kwa sasa hivi kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa Gavana, mtu binafsi haruhusiwi kutunza dhahabu nyumbani kwake. Nadhani kitu kama hicho atasema baadaye. Sasa tukasema kama Gambo ana dhahabu, kwa nini aendelee kuiacha kwenye safe? Kwa nini asiiweke benki? Alafu akishaweka ile dhahabu benki, ile dhahabu inakuwa ni ya kwake. Bei ikipanda anauza, lakini kwenye matumizi yake ya kawaida anachukua fedha benki, anaendeleza miradi yake. Lakini kuna mtu mwingine tu anataka achimbe, aweke dhahabu, auze baada ya miaka miwili. Tutumie nini? Hebu tuangalie namna kupata benki ambayo inaweza ikawa na mtindo huu wa kifurushi. Lakini cha msingi katika hiyo benki isome kwa sababu mazingira ya mchimbaji nayajua vizuri. Kwa mfano, leo sisi tunakopeshana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wako hapa madila wanajua tunakopeshana. Lakini ukienda kwenye sheria za Central Bank na benki zingine, kwa mtindo tunaokopeshana ni ngumu sana. Kwa sababu mchimbaji kwanza hataki aje kukopa fedha ambayo inachukua miezi 6 mitatu, bodi mara nini. Mchimbaji anataka akija asubuhi, mmeridhika, jioni mpe fedha, aende amalize matatizo yake. Kwa tupate benki ambayo inafanana na Magambo hivi. Wachimbaji wengi wanapenda sana kufanya biashara na BOT kwa kuiuzia dhahabu. Ziko changamoto kidogo ambazo tunakutana nazo, na changamoto kubwa ni ucheleweshaji wa malipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchimbaji anapokwenda kuiuza dhahabu, maana yake anahitaji fedha kwa haraka ili atatue matatizo yake. Uchimbaji ni process kubwa, na wakati mwingine uchimbaji ukizembea kidogo unapata hasara kubwa. Huyu mchimbaji anakuwa pengine shimo lake lina maji na ameunguliwa pampu, anataka kununua pampu, ndio maana anaileta dhahabu kuiuza, anataka apate malipo ya haraka akanunua vifaa. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu wewe ndo una dhamana ya fedha zote nchini na hata hizi benki zingine wewe ndo mlezi wao, angalia utakavyoona inafaa, ili biashara hii inapofanyika basi watu waweze kupata fedha kwa wakati. Naamini kabisa kiwango hiki ulichokisema umekinunua kwa muda wa miezi 20, tutazidi hapo maradufu.